Kuanzia mwezi Julai mwaka 2024 mpaka kufikia tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2025, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limepokea jumla ya matukio 74. Katika matukio hayo 74, matukio 62 ni matukio ya moto na matukio 12 ni matukio ya maokozi. Sababu kubwa ya vyanzo vya moto katika mkoa wa Kagera, tuna sababu hizo ambazo zimesababisha ni kwamba sababu ya kwanza ni aina nyingi ya matukio ya moto huwa yanasababishwa kwa uzembe. Inawezekana labda mtoto akawa ameachwa peke yake lakini anatumia kiberiti pale. Inawezekana labda akawa anataka kuwasha kitu fulani lakini anawasha sio kwamba kutokana na lengo fulani, bali anawasha kwa sababu anaiga kwamba labda inawezekana kuna mzazi wake amemwona anawasha ndio maana na yeye anaiga. Lakini pia kuna matukio mengine yanatokana na uandaaji wa mashamba pia. Hasa inapofika hatua kwamba labda kuna kipindi cha kilimo, mkulima anataka kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo, anajikuta kwamba moto aliowasha umemzidi, kwa hiyo ameshindwa kudhibiti, ndio maana unasambaa katika maeneo mengine. Lakini sababu nyingine pia ambazo zinaweza kusababisha moto ni hujuma. Tunapozungumzia hujuma ni kwamba inawezekana kwamba mtu anataka kulipa kisasi au anataka labda inawezekana chanzo kikubwa kikawa labda sababu ni mahusiano, au inawezekana ikawa sababu ni madeni. Kwa hiyo mtu inawezekana akawa anachoma sehemu ili kuweza kuficha ushahidi ambao unaweza ukapatikana. Kama mnavyojua pia hata vikoba pia vinaweza vikawa sababu ya matukio haya kujitokeza, kwa sababu inawezekana labda kuna mtu ana kibubu, vile wanavyoviita vibubu, anahifadhi fedha, lakini mwisho wa siku inawezekana hizo pesa akawa amezitumia, lakini wana kikundi au wanachama wanapohitaji zile pesa zao, kwa kuwa hana, anaweza akachoma moto katika ile jengo ambalo limehifadhi hicho kibubu ili ionekane kwamba zile pesa zimeteketea, lakini hali halisi inawezekana hiyo pesa ameitumia kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Wito wangu kwa jamii ni nini? Jamii ipatapo tukio lolote la moto, cha kwanza wanapaswa kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa wakati, ili Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lifike eneo la tukio kwa wakati ili liweze kudhibiti moto ili usisababishe madhara makubwa zaidi. Lakini kitu kingine pia tunawaasa wananchi wahakikishe kwamba wanatunza miundombinu yote ya maji kwa ajili ya kuzimia moto. Wahakikishe kwamba miundombinu ambayo imewekwa katika mitaa yao, katika kata zao inatunzwa vizuri, ili kwamba inapotokea kuna matukio yoyote, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lipate urahisi wa kutumia miundombinu hiyo kwa ajili ya kujaza maji katika gari na kuweza kudhibiti majanga ya moto ambayo yatakuwa yamejitokeza. Cletus Mutakiawa, kimsingi kwa hapa Bukoba matukio ya moto yamekuwa yakitokea, lakini kiufupi yamepungua. Yani kuna namna ambavyo wananchi wamekuwa wakishirikiana kutoa taarifa. Nimeshuhudia matukio zaidi ya 4 wananchi wakipiga simu kwa haraka na zimamoto walikuwa kufika kwa haraka, tofauti na siku za zamani. Zamani ilikuwa ni changamoto kidogo, ilikuwa kitokea tatizo unakuta hata nyumba mpaka imeungua, lakini matukio mengi umeona this time wananchi wanatoa taarifa na zimamoto wanafika kwa wakati na moto unazimwa. Lakini pia limekuwepo swala la utoaji elimu. Nimeona mara nyingi zimamoto wakipita kwa wananchi wakielekeza namna ya kuzima moto, lakini pia hata ukaguzi wao. Niliona juzi baadhi ya taasisi walikuwa wanapita wanaangalia kama kuna vifaa vya zimamoto na wakitoa elimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo actually linaonyesha kwamba kuna maendeleo makubwa na wananchi wanaenda kupata elimu juu ya masuala ya zimamoto na moto, hata ya matukio ya moto na upambanaji wa majanga kama hayo. Jina mimi naitwa Joseph Maduhu, ni mfanyakazi wa NSSF. Kwenye wiki ya zimamoto ni kwamba tumeshirikiana na hii Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na mara nyingi amekuwa wakitushauri na kutufundisha namna ya kuokoa kama imetokea janga la moto. Vile vile Jeshi la Zimamoto kwa mkoa wa Kagera linajitahidi sana kuelimisha wananchi kuwa na tahadhari na kuwafundisha namna ya kujiokoa na moto kama imetokea janga la moto. Kwa upande wa jamii nafikiri ni vizuri kuendelea kutoa elimu
kwa sababu utakuta jamii wengi hawaoni umuhimu wa kuwa pengine vifaa vya zimamoto au tahadhari ya moto ikitokea. Kwa ni vizuri wakaendelea kuwa na kutoa elimu. Si kwamba watoe elimu kabisa, lakini elimu ilishatolewa, lakini ningeshauri kwamba liwe endelevu.